Baba, kwanza heshima yako kwanza. Asante, tunashukuru sana mama. Ndio, kwa niaba ya yule ambaye anatufuatilia angetamani ajue jina. Kwa majina anaitwa Amani Matongo Amani. Naam. Ni mkazi wa Tabora Manispaa. Ni mwanachama wa Dar es Salaam Young Africa. Ndio. Kwa kifupi mchezo ni mgumu, lakini sina wasiwasi na kikosi nilichokuwa nacho. Bana, sawa. Ni mchezo ambao mnahitaji matokeo ya alama 3, lakini pia mnahitaji kufunga magoli kuanzia mawili. Unaona kuna uwepesi wa kupata hayo magoli dhidi ya JS Kabylie? Kwa sababu mchezo wa kwanza nilitoa sare nyumbani kwao na nimewasoma, na uzuri ni wakati natoa sare nilikuwa bado sijafanya sajili kwenye dirisha dogo. Bahati nzuri nimefanya sajili la wachezaji wazuri sana ambao baadhi yao wamesumbua kwenye AFCON. Kwa hiyo na uhakika safu yangu ya ushambuliaji iko vizuri, itafungua mchezo na nitapata matokeo mazuri. Sawa. Namna ambavyo timu yako imecheza kwenye michezo mitano iliyopita, kuna baadhi ya maeneo ni kama kulikuwa na ugumu fulani. Kwanza eneo la ushambuliaji, kutumia nafasi ambazo walikuwa wanazitengeneza. Pengine kwa namna ambavyo unaona mchezo huu wa Jumapili, safu yako inabidi iwe bora. Pengine una uhakika kwamba magoli 3 kweli yanapatikana kwa safu ya ushambuliaji ya timu yako? Na uhakika kocha amefanya kidogo marekebisho makubwa kwa sababu ameangalia kikosi na ni mechi ambao wanayanga wanaihitaji na ni mechi ambayo inatoa maamuzi kwa Yanga Afrika na kwa wanachama wake pamoja taifa, kwa sababu hiyo mechi ni kwamba Yanga Afrika wataingia wakiwa na imani ya kwamba anafungua mchezo na mchezo utakuwa mzuri na Yanga ataperform vizuri kwa kutafuta matokeo mazuri tu zaidi. Bwana, sawa. Wewe unasema mnahitaji kwenda hatua ya robo finali, lakini kwa mjibu wa rais wa timu yako ya Young Africans Engineer Hersi Said, yeye mapema tu alisema sisi bwana tunaishia hatua ya makundi, lakini naona wewe una matumaini marefu sana kwenda hatua ya robo finali. Pengine inawezekana yeye alikuwa sahihi au kuna aliwapoteza kwa namna moja. Kwa kumbukumbu ambazo nilizonazo mimi, kwa sababu ni mwanachama wa Young Africa, Engineer Hersi Said aliongea hatua iliyoisha ya msimu wa mwaka jana, sio msimu huu. Msimu huu amesema wamewekeza kufanya sajili bora ili timu iweze kufika hatua nzuri. Na Young Africa saizi haiwawazii hawa wadogo. Unajua kila zama zina muda wake, hata manabii walikuja wakawa kila mmoja ana muda wake. Sasa muda wa Simba umeshapitwa na wakati, na ndio maana unaona saizi Simba ukimuuliza saizi hata kwenye station zote ataanza kuongelea mambo ya Yanga kwa sababu kuongelea mambo ya Simba, kwa sababu zama zake tayari zimeshatoka. Yani kwanza amepoteana kwenye mashindano makubwa ya klabu bingwa, huku nyumbani ameshapoteana vile mpaka saizi ukirudi nyumbani kwenye ligi kuu ya NBC kwamba wote mimi na yeye tunalingana michezo. Na tayari mimi ninamwacha pointi 3. Kwa hiyo hana sera kuniambia kwamba mimi labda nimechanganyikiwa au namuogopa na wasiwasi. Yani mimi nilikuwa na uwezo huo wa kwamba Jumapili, kwa sababu nicheze kwa kuogopa tu shirikisho la mpira wa miguu CAF lisiweze kunifungia, Jumatatu wanilete uwanjani kutani naye, anakula goli nyingi tu sana. Yani mapema tu Simba anakufa nyingi. Sioni wamemleta sijui Libasebe, sioni Liemba, sioni wa kuweza kuisumbua Yanga Afrika pale. Na sioni golikipa mwenye kuweza kuwa yuko tete kabisa kwamba anaweza kazuia kashikashi za Yanga Afrika. Sioni kwa kweli, bado wamepoteana. Sawa, umewazungumza wapinzani wako kwamba amefanya sajili, baadhi umewagusia. Tuelekee kwa upande wako, timu yako bwana imefanya usajili kwenye dirisha dogo. Namna ambavyo walivyocheza mpaka sasa, umeridhishwa na asilimia ngapi na performance ya wachezaji wapya? Performance ya wachezaji wangu wawili wamecheza kwa asilimia kama 75, asilimia 25 nasubiri nimalizie kwenye ligi, yani kwa sababu hii mechi moja siwezi kumalizia asilimia 25. Hizi asilimia zingine mimi nitamalizia kwenye ligi, kwa sababu kwa jinsi nilivyoona amecheza, unajua fundi yeyote atapoingia sehemu kwenye section ambayo amesema yeye ni fundi, hata dokta akiwa yuko hospitali utajua huyu ni dokta kulingana na jinsi anavyokuuliza kwamba ujue unaumwa nini na anataka akupe dawa ipi. Sasa fundi wa mpira anapokuwa yuko uwanjani utaona tu mambo anayoyafanya, unajua huyu ni fundi. Kwa hiyo wachezaji wote wa Yanga ni mafundi tu? Wote ni mafundi. Kwa sababu waliokuja pale, na ndio maana umeona wamejaribu kuacha wachezaji waliokuwa wako pale wa kigeni, wameleta wale pale. Kwa maana hiyo waliona wale hawaendani na kasi ya Yanga Afrika. Sasa hivi Yanga Afrika inatafuta kasi. Kwa hiyo
wao waliopo wako vizuri zaidi. Bana, tumalizie na hili. JS Kabylie anakufa ngapi siku ya Jumapili hiyo? JS Kabylie yani mpaka half time amekufa 2, tunarudi dakika 45 za mwisho anakufa goli moja. Mapema tu sana bana. Anakufa 3 za kufikia, afu mpira ni mwingi sana. Yani mpira unaopigwa ni mwingi sana. Yani neno moja kwa mashabiki wa Yanga, wawe na amani na timu yao. Timu iko vizuri na itaendelea kufanya vizuri na itasumbua, itazidi kuwakera hawa wapinzani. Yani wataendelea kuumia sana na mpaka saizi hapa wako wanaumia. Na maombi yao makubwa kwamba tufungwe, na sisi tukitoka kule tukirudi tuna hasira nao kwa sababu tarehe 1 tunakutana nao. Kwa hiyo sisi hao ni yani tumewapiga mara 6. Hawana jipya kuweza kuongea kwetu kwamba wanaweza wakachachamaa kidogo. Unajua ukishampiga mtu unajua kabisa kwamba hapa nikiingia saizi nampiga kwa staili gani. Kwa hiyo sisi wale tumekuwa tunajipigia tu. Simba ni kama mti wa maembe ambao uko nyumbani. Yaani wewe unaacha anakomaa, ukiona kwamba sipandi juu ya mti, wewe unatikisa tu kaka yanashuka chini. Kwa hiyo Simba si ni watu wa kujipigia tu. Hatuna yani inaungwa nao. Sisi tunapiga, tunatulia, tunawachia kelele. Kwa sababu wao kelele zao saizi imekuwa mangungu. Sasa tunataka tuwaulize Mangungu kwenye mechi zote zilizocheza hizi, anacheza namba ngapi? Wewe mwananchi wa Tabora, unayetafuta duka la vifaa vya umeme, wapi vinapatikana? Basi nenda moja kwa moja Nawe Enterprises. Wamefungua duka jipya la kuuza vifaa vya umeme wa majumbani na viwandani. Wanauza jumla na rejareja. Wamekuja na punguzo kubwa la vifaa vya umeme. Extension ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 4,000. Switch flash ya 1 gang ya 1,500 watakuuzia shilingi 900 tu. Earth ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 6,000. Conduit pipe ya shilingi 1,500 watakuuzia kwa shilingi 1,000. Square box shilingi 400. Najua maduka yapo mengi, lakini Mnawe Enterprises ndio suluhisho na mkombozi wa vifaa vya umeme mkoani Tabora. Bei zao ni nafuu mno. Fika ofisi zao zilizopo mtaa wa Gongoni, jirani na Changamoto, au wapigie simu namba 0768733657. Wana Tabora, twendeni tukanunue vifaa vya umeme kwa bei ya punguzo sawa na bure kwenye duka jipya la Mnawe Enterprises maeneo ya Gongoni.